Jahazi TV. Mimi ni Abdul Hamid Isa. Mwendelezo wa ligi kuu soka Zanzibar umeendelea leo katika viwanja vya Mao Zedong na kuwakutanisha Chipukizi na New King, ambapo Chipukizi ameondoka na kichapo cha goli 1-0 katika mchezo huo. Na mara baada ya kumalizika kwa mchezo huo tukazungumza na makocha wa timu hizo, wakasema kiukweli, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na kwamba tumepoteza mchezo huu wa leo dhidi ya New King, lakini haikuwa matarajio yetu. Leo ni siku ambayo mechi yetu ilikuwa na ushindani kati yetu na wapinzani. Kumbuka katika msimamo wa ligi timu ya New King iko chini kabisa dhidi yetu. Kwa hiyo tulikuwa tunaamini kwamba tupata mechi moja ya ushindani, na dakika 45 zimalizika. Kipindi cha kwanza tulikuwa suluhu, lakini kipindi cha pili pamoja na mabadiliko ambayo tuliyafanya wachezaji wetu, yametokea makosa ya kimchezo. Na mchezo wa mpira wa miguu ufanye makosa mwenzako kwa adhibu. Kilichotokea ni makosa ya mchezo. Umepata bao umefikiri dakika 80 kipindi cha pili, jambo ambalo limetuangusha kiukweli. Hatufurahishwa na matokeo, lakini kama team tunachukulia hii ni sehemu ya mchezo. Sisi kwetu ni kurudi katika uwanja wa mazoezi na kufanya kazi, lakini pia niwape hongera wapinzani wetu, walikuwa bora leo kiasi fulani. Lakini pamoja na yote hayo, bado niseme tu kwamba waamuzi wetu hayako sahihi wakati mwingine. Na hichi ndio ambacho kinaangusha ligi kuu ya soka Zanzibar kwa kipindi kirefu. Kuanzia msimu ambapo tangu tupate udhamini wa PBZ, Marifo amekuwa akilalamikiwa kila mechi. Leo niseme kwa uchache hakuwa sahihi katika baadhi ya matukio ambayo hakupelekea mchezo kwenda vizuri kwa upande wetu. Kwa naomba tu kamati wanaosimamia waamuzi waseme na waamuzi wao. Timu zote zina haki sawa kama timu nyingine yote. Mwenye fursa ya kushinda apewe washinde. Sisi kwetu tutarudi katika uwanja wa mazoezi na kujipanga dhidi ya baada ya mechi 3 zilizopita. Na kwa kifupi mchezo ulikuwa mzuri na nadhani tulifanikiwa zaidi katika tunaweza kufikia malengo, sababu bado timu sasa imekuwa kama unavyosema, timu yetu bado mpya. Na 75% wachezaji ambao walikuwa muhimu wote wale wamesajiliwa katika dirisha dogo. Kwa hiyo bado tunaunda kitu na hakijakaa sawa bado, lakini tunaunda na inshallah tutakaa. Wakati huo huo, Maue kulikuwa na mchezo kati ya Junguni na KVZ. Mara baada ya kumaliza kwa mchezo huo, KVZ ameondoka na ushindi mnono na aina yake ya goli 4-2. Nikiripoti kutoka Mau B hapa visiwani Zanzibar, mimi ni Abdul Hamid Isa wa Jahazi TV.